Safi. Basi tunaanza, nadhani kwenye hii sheet hapa hakuna jambo jipya zaidi, ni yale yale ya kawaida ambayo tumekuwa tukiyaona kila wiki, ambayo ni data sheet tu za kuweza ambao huwa tuna share zile taarifa zetu tunaweka kila wiki, kwa maana ya kila siku tuna update ili tuweze kupata zile ripoti ambazo tunakuwa tukizihitaji. Kwa hiyo tayari imeshasogea, nadhani saizi tumefika karibu tarehe 17 sasa kutoka tulipoanza mpaka sasa hivi. Kwa hiyo data zote ziko hapa na ndo zinaweza kutuwezesha kupata hizi ripoti ambazo tunakuwa tukizihitaji. Kwa hiyo tukianza na daily summary, iko tarehe 17 ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Unaona total turnover ilikuwa ni bilioni 38, ambao kwa kiasi kikubwa imechangiwa na block trade ambazo zimekuwa zikipita kwenye kaunta ya CRDB, Tanga Cement pamoja na labda ETF kidogo imekuja na yenyewe siku ya Ijumaa pale. Lakini tukiangalia volume tunaona ilikuwa ni 300,000. Tukiangalia deals ilikuwa 78,000. Kaunta ambazo zimefanya biashara ilikuwa ni 30. Ukija kwenye outstanding bid tunaona ni 2,616, lakini kwenye outstanding offer tunaona kidogo ni nyingi, tunaona ni 277,000. Kwa hiyo unaweza ukaona wauzaji wako wengi sana, isipokuwa wanunuzi ni wachache, kitu ambacho kinafanya tuweze kuona soko kidogo ni kama pressure ya kuuza iko juu kuliko ile ya kununua. Kwa hiyo kwa kiasi fulani bei zinakuwa either zitashuka ama zitasimama sehemu moja kwa muda mrefu. Top ambao wameongoza kwa turnover kwa siku ya Ijumaa tunaona alikuwa ni CRDB, ambao kwa sababu ya ile block trade, then akafuata NMB, akafuata East Africa ile ETF ya iTrust. Voda naye akajikongoja pale pamoja na DCB naye ameingia. Lakini top gainers kwa siku ya Ijumaa tunaona Mkoba, DSE, TCCL, Toll pamoja na TBL. Top losers kama kawaida yuko Tatepa, DCB, MCB, Swissport pamoja na East Africa Breweries. Unaweza ukaangalia kwa siku ya Ijumaa kidogo upande wa bullish ilitawala, kwa maana wanunuzi walikuwa na nguvu zaidi ya wale wauzaji, na hii ni kwa siku ya Ijumaa peke yake, sio kwa wiki nzima. Kwa wiki tutaona kule mbele vile ambavyo soko limekuwa. Kwa ukiweza kuangalia hapo kwa siku ya Ijumaa hali ndio ilikuwa hivyo sokoni, na kwa kiasi fulani wanunuzi walipata nguvu ama walikuwa na nguvu dhidi ya wauzaji. Tukija katika upande wa sentiment pia hakuna kilichobadilika sana kwa tarehe 17, mambo mengi yako vile vile. Lakini tukija chini hapa kwenye hii trend ya sentiment unaweza ukaona kwa upande wa Nico, nafikiri iko clear hapa. Ukiangalia Nico unaweza ukaona vile ambavyo imetrend, ilikuwa 39 lakini ilipanda kutoka 21, ilitoka 16, ilikuwa 16 pia. Utaona hapo tarehe 13 ilikuwa 39, imekuwa ikicheza hapo kama vile ambavyo inaonekana hapa. Na hii unaweza ukaweka kampuni nyingine, tuangalie labda NMB wenyewe wamefanyaje. Kwa ukiangalia upande wa NMB naye the same trend iko kama vile vile, unaweza ukaangalia naye kamaona alikuwa kidogo amepanda. Utaangalia tarehe ambazo zimekuwa zikipanda ama bei zimekuwa ziko juu ni hizi tarehe za mwisho wa mwezi na mwanzo wa mwezi, ambacho kipindi hichi watu wengi wanakuwa wananunua. Kwa hiyo utaona sentiment kidogo inakuwa iko juu. Unaona huko wanunuzi, wauzaji, unaona wanunuzi unakuta zinahitajika nyingi kuliko ambavyo zilivyoko sokoni. Unaona zinahitajika kununulika, wanunuzi wanataka 16,000 lakini wauzaji wanaleta 8,000. Kwa hiyo unaweza ukaona ratio iko pale ambayo inaonyesha asilimia pale. Kwa hiyo inaonyesha trend inaenda juu, ndio kipindi hichi hapa. Lakini pia ukija hizo tarehe unaweza ukaona vile ambavyo mambo yamekuwa. Lakini ukija huku sasa, kwanza share ni chache ambazo ziko sokoni, lakini
Soko pia naona wauzaji ni wengi, wanunuzi ni 300, huku zinahitajika kiasi hichi. Hizi ndo zinauzwa, hizi ndo zinauzwa, lakini za kununuliwa ni kiasi hichi. Kwa hiyo unaweza ukaona wauzaji wamedominate soko na waki wakifanya miamala inakuwa ni michache, lakini pia bei zinaenda kwenye upande wa kushuka zaidi. Kwa hiyo unaweza ukaona sentiment kidogo ilikuwa imepanda, lakini imekuja chini mpaka iko kwenye 26, ukienda tarehe nyingine pale 32, 32, tunaona kuna 21 kidogo bei zimekuwa ziko chini, lakini sio tu kuwa chini, pamoja na wanunuzi wamekuwa wachache. Upande wa CRDB na yenyewe pia haina tofauti sana na hiyo, nyingi zinacheza mle mle. Unaweza ukaangalia kidogo, unaona bei vile ambavyo zilikuwa kwa 32, lakini ilishakuja mpaka 21. Wiki iliyopita tunaona ilikuja mpaka 16, kaja mpaka 16 ambao ndo chini zaidi. Hivyo touch hapo 16 ikaenda juu kidogo, imerudi 21, lakini bado 32, 26, 32. Sasa sijajua kama inaweza ika cross hapa, labda ikapanda juu zaidi. Tunahakika kwenye 49 tutaona wiki ambayo inaanza kesho, lakini so far ndio inaenda hivyo. Unaweza ukaweka kampuni yoyote hapa ili uweze kuangalia, labda kama ulikuwa unahitaji kuifuatilia. Tukija kwa upande wa TPCC kwa maana ya Twiga, naona yeye amekuwa trend yake imekuwa ikicheza katikati hapo. Amecheza 26, 30, anakuja 20, anaenda pale 32. Amekuwa akicheza hapo kwa kipindi cha muda mrefu. Naona pia oda zake sokoni pia naye sio nyingi, hazipishani sana, kidogo zinakuwa kama zinaendana kiasi fulani. Na pia hata ukiangalia kwenye change unaona kidogo imekuwa ikishuka 1%, 0.1, 0 inapanda kidogo, inashuka kidogo, lakini kwa asilimia kubwa soko limekuwa bearish. Ukija kwa upande wa weekly, tuko wiki ya 29 na wiki hii kidogo soko limeshuka kama vile ambavyo tumeona hapo nyuma. Ukiangalia kwa upande wa turnover imeongezeka ukikompea na wiki ya 28 ambao ni wiki ile ya nyuma. Tunaona total turnover ilikuwa bilioni 160, lakini ya wiki hii tumeona imeongezeka, na hii ni kwa sababu ya block trade za CRDB ambazo zimekuwa zinafanyika. Tutaona kwenye dashboard mwishoni kule, lakini tunaona hapo imekuwa ni bilioni 178, volume ikiwa ni milioni 2.4. Jumla ya deals ilikuwa 389, outstanding kwa wiki 15,000, lakini pia outstanding offer zimekuwa milioni 1 na laki 9. Average daily turnover imekuwa ni bilioni 35, ambayo ni hii hapa, ukigawa kwa 5 unapata bilioni 35. Kwenye upande wa bid to offer ratio ni 0.01, ambayo inatupa indication ya bearish, kwa maana ya soko linaenda chini. Sasa tukija kwa waliofanya vizuri wiki hii, tunaona yuko Precision. Precision ndo amefanya vizuri kwa amepanda kwa asilimia 13.24. Lakini aliyefanya vibaya ni Tatepa ambaye ameshuka kwa asilimia 11. Kwa upande wa turnover pamoja na volume, tunaona kote ameongoza CRDB, na hii imechochewa kwa asilimia kubwa zaidi na zile block trade ambazo zimepita. Kwa hiyo block trade za CRDB ndo zimempaisha akaweza kuingia hapo katika hii listi. Kija pia ukiangalia kwa wiki ambayo imepita, uweze kuangalia nani walifanya vizuri zaidi na nani walifanya vibaya. Unaweza ukaona bado Precision alikuwa iko juu, lakini alifanya vibaya alikuwa ni MCB. Lakini kwa wiki hii tumeona Precision yuko kwenye kufanya vizuri, lakini kwenye kufanya vibaya MCB ametoka, amekuja Tatepa, kitu ambacho kinakuonyesha kumekuwa na mabadiliko kidogo hapo. Kwa upande wa mwezi, tuko mwezi wa 7 kama tunavyojua, na monthly turnover mpaka sasa hivi tumefika bilioni 257, volume ikiwa ni milioni 8.9, lakini deal ambazo zimeshapita mpaka sasa hizi ni 934, outstanding
bid zikiwa milioni 1.2, lakini outstanding offer kwa mwezi huu mpaka sasa hivi ni milioni 4.7. Unaweza ukaona offer vile ambavyo ziko nyingi tofauti na bid, kitu ambacho kinakuonyesha kwamba soko linakuwa kama linashuka. Lakini stock ambayo imefanya vizuri kwa mwezi huu so far tunaona ni Precision, tumeona asilimia ambazo wamepanda. Lakini ukija kwa upande wa stock ambayo imefanya vibaya kwa mwezi huu, kwa hizi siku 17 ambazo tumekuwa na soko, tunaona ni Tatepa. Tatepa ndio kidogo amefanya vibaya, lakini mwenye turnover kubwa kabisa kwa wiki hii, kwa mwezi huu ni CRDB kwa ajili ya zile block trade ambazo amezipitisha wiki iliyopita, kwa maana ya wiki ya 28 na hii wiki ya 29. Tukija kwa NMB pamoja na CRDB, tunaona overall NMB ameongoza sehemu nyingi, lakini CRDB ameongoza sehemu nyingi, lakini NMB ana sehemu mbili tu, ambayo kwenye bei, lakini pia kwenye deals za kila siku. Na amefanya vizuri kwenye deals kwa sababu CRDB amefanya vizuri zaidi kwenye turnover, ila deal zake zimekuwa chache kwa sababu order nyingi zimetrade kwa block. Kwa hiyo kwenye block hapo utaona kwenye turnover ameongoza, lakini kwenye deals amepitwa kwa sababu share nyingi za NMB zimeuzwa kwa retails ama kwa wale wawekezaji mmoja mmoja. Lakini tunaona mabadiliko ya bei, CRDB ameongoza pale, imeweza kupanda kidogo kwa hizo asilimia ambao ni kama 0.37, lakini pia turnover tunaona imeongoza. Ukikompea NMB ana bilioni 1.2, lakini CRDB ana bilioni 36. Ukija kwenye outstanding ana 1,200, NMB ana 200. Ukija kwenye offer ana 43, wakati huo NMB ana 4,000. Ukija kwenye deal za siku hapa ndo kidogo kuna tofauti. Utaona CRDB ana 2,000, lakini NMB ana 16,000, na hapa ndo ameongoza. Naona tofauti ni kama 14,000 hivi. Volume ya siku utaona kuna 40,000, lakini NMB ana 1,000, kuna tofauti kama 39. Market cap naona ni 13 kwa 77. Naona CRDB ameenda mbali zaidi. Kwa hiyo kwenye overall naona CRDB amefanya vizuri ukicompare na NMB, ambaye NMB naona ameonekana kwenye visehemu viwili tu. Ukiangalia labda na wiki iliyopita, naona wiki iliyopita hapa kuwa na tofauti kubwa, vitu vingi vilikuwa karibu the same. Hile baki vile vile. Ija kwenye dashboard sasa, ambao ndo sheet yetu ya mwisho hapo, ambao unaweza ukaona trend ya soko kwa kuangalia turnover vile ambavyo imekuwa ikibadilika. Hii ni ile siku ya block trade ile kubwa ambayo ilikuwa ni Ijumaa ile iliyopita. Jumatatu tukaona tulifungua na bilioni 5, tukaenda na bilioni 75. Hapa kulikuwa kuna block trade ya CRDB kama kawaida, tukarudi bilioni 2, tukaenda bilioni 55, kulikuwa na block trade. Na Ijumaa tukafunga kwa bilioni 35 ambayo na yenyewe pia kulikuwa na block trade. Kwa unaweza ukaona hii wiki iliyopita ilikuwa 140, lakini hapa tayari tuna 75, tukaja tukawa na 55, tukawa na 38, ambao ukiweka hizi tatu pamoja zinazidi hii ya wiki ya 28 kwa kama bilioni 2-3 hivi. Sababu tulikuwa tunaumia kama bilioni 10 hivi, inazidi kwa wiki hii. Kwa hiyo tukienda chini tuangalie zile total bids, naona bado bids zinakuwa ziko nyingi, offers zinakuwa ziko nyingi sokoni kuliko zile bids. Naona huko nyuma mwisho wa mwezi ule ambao nilikuwa nazungumzia, tulikuwa tuna bids ambazo ni nyingi. Kiangalia hii ya kijani inaonyesha bids, naona zilikuwa ziko nyingi kuliko offer.
lakini baada ya tarehe ngapi pale, kutoka tarehe 6 umeona kidogo imeanza kuwa tofauti mpaka sasa hivi tuna wauzaji ama ofa ziko nyingi sana sokoni ukikompare na zile bid. Mm. So kuona hapa bid zinakuwa, ofa zinakuwa zinatawala soko, na kitu ambacho kinafanya bei zinakuwa ila zinashuka ama zinakuwa hazipandi kwa kasi ambayo ilikuwa ikipanda huko nyuma. Lakini tukiangalia kwa upande wa kaunta ambazo zimegain na zile ambazo zime lose, utaona Ijumaa kidogo kulikuwa kuna mabadiliko, ambao gainers walikuwa ni 10 lakini losers walikuwa ni 4. Lakini Alhamisi tunaona losers walikuwa 12 ila gainers walikuwa 9. Jumatano losers walikuwa 7 lakini gainers walikuwa 14. Lakini pia Jumanne pale tunaona losers walikuwa 10, kaunta 10 lakini gainers walikuwa kaunta 9. Jumatatu losers kaunta 11, gainers kaunta 5 peke yake. Kwa unaweza ukaangalia kama trendi wiki ya kesho itaanza hivi, kwa kuangalia data za Ijumaa hapa, huenda tukaona bei zitaanza kupanda kidogo kama itafungua hivi, lakini kama itafungua vinginevyo ama kama itafungua kama ilivyofungua Jumatatu hapa, basi tutarajie losers bado wataendelea kudominate, kwa maana ya wauzaji watakuja sokoni kwa presha kubwa na bei huenda zikaendelea kushuka kulingana na kile ambacho tumekiona kwa wiki hiyo. Kwa hiyo kwa kufika hapo, nadhani kwenye summary ya soko hakuna la ziada. Kama kuna mtu ana swali pengine anaweza kauliza tuweze kupitia kwa pamoja. Lakini kwa haraka, nadhani kuna swali lilikuwa limeulizwa wiki iliyopita la kuhusiana na hawa wa kuitwa nani Tanga Cement kwenye ile AGM yao ambayo yalifanya. Sasa Yes, yes, nakumbuka kuna mtu aliuliza. ndio, na hata kwenye group naona kuna mtu alinikumbusha, nadhani kati ya juzi au jana, miongoni mwa maamuzi makubwa ambayo wameyapitisha, kwanza ni kuhusiana na gawio. Bodi ilikuwa na mapendekezo ya kutotoa gawio kwa faida ambao walikuwa wameitengeneza, na pia wanahisa walikubaliana na hilo. Kwa hiyo wamekubaliana kutotoa gawio kwa mwaka jana mpaka labda mwaka huu waendelee kuona ule utendaji wa kampuni kwa kipindi cha mwaka wa fedha wa 26. Kwa hiyo jua kabisa kwamba gawio kutakuwa hakuna, lakini pia walifanya mabadiliko ya bodi, walichagua wakurugenzi na kubadilisha wale wakaguzi na nini, mambo yale ambayo ni ya kawaida ambao huwa yanafanyikaga katika hizi AGM. Lakini mambo ambayo ni ya kuangalia ni mauzo yao yaliongezeka, ambao mauzo yaliweza kuongeza mapato kwa 30%, na imefika bilioni 298.9 ukilinganisha na bilioni 230.8 kwa mwaka 2024. Kumbuka hii kampuni imenunuliwa na wale ambao ni parent company ya Twiga Cement. Kwa hiyo wao ndo shareholder wakubwa. Kwa hiyo kuna mabadiliko mengi ambao wanayafanya, pamoja na kuanza kubadilisha baadhi ya uongozi, namna ya uendeshaji, kupunguza matumizi na mambo mengine kama hayo. Lakini pia jambo kubwa zaidi ni kwamba iliweza kurudi kwenye faida kutoka ule mwaka 2024, kidogo ilikuwa inajiendesha kwa hasara, lakini sasa hizi tunaona kampuni iliweza kupata faida halisi baada ya kodi ambayo ilipata bilioni 5.1, ambayo imeshuka kidogo mwaka ule wa 2024 walipata hasara ya bilioni 6.7. Kwa unaweza ukaangalia wameturn kutoka kwenye loss ya bilioni 6.7 mpaka sasa hivi wamefika kwenye profit ya bilioni 5.1, ambayo ni mwendelezo mzuri ukilinganisha na walikotoka na vile management imekuwa ikihangaika tangu wametoka kwenye zile right issue na nini, kupunguza madeni, na hivyo wanavyoendelea unaona kabisa ni mwendo ambao ni mwendo mzuri.
lakini pia EPS na yenyewe iliongezeka, imefika shilingi 65 ikitoka kwenye negative 106. Kwa hiyo unaweza ukaona EPS ile earning per share imepanda kutoka negative 106 mpaka imefika kwenye shilingi 65 kwa kila hisa, kwa maana ya faida. Lakini pia kwenye upande wa deni lile limepungua na kutokana na mtaji mpya ambao waliukusanya kwenye ile right issue. Kwenye deni walikusanya ilikuwa ni kama bilioni 203.75, na kwenye deni lao lile wameweza kupunguza kutoka 96% ya equity ya lile deni lao liliokuwa mpaka imefika 25%, ambayo hii kwa moja inakuwa imepunguza ile riba ambayo walikuwa wanalipa, kwa sababu riba ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo baada ya wao kupunguza ile principal kutoka 96% mpaka kufika 25%, ina maana riba na yenyewe pia inaenda kupungua. Lakini pia kwenye ufanisi wa kiwanda pamoja na mazingira, chini ya usimamizi mpya pamoja na ushirikiano wa utendaji, ufanisi uliongezeka, ambayo ilitoka 65% kwa kuangalia efficiency ya plant nzima mpaka kufika 70%. Kwa hiyo tunaona bado kuna room ya kuexpand kidogo, ama ya kuboresha kidogo ule ufanisi wao, kwa sababu unaona ilikuwa 65%, lakini sasa hivi imepanda imeenda 70%. Kwa hiyo kwa kiasi fulani tunaona wanakuja polepole, wanaendelea kufanya vizuri. Jambo pekee ambalo linaonekana kwa upande wao ni ushindani, ambao mimi naweza nikaliona ni ushindani, kwa sababu sasa hivi kumekuwa na ushindani. Kuna viwanda vipya vya simenti, kuna kama cha Moshi, lakini ukienda pale kwao kuna Wachina wako jirani yao pale Huaxin, na wenyewe pia wanazalisha bidhaa kama ya kwao, na unajua Wachina kidogo wana spidi na ushindani ni mkubwa ukikompea na miaka ya nyuma ambao walikuwa wanashindana na Twiga Cement, ambao Twiga kidogo ilikuwa imeteka maeneo ya Dar na pwani kiasi, lakini mikoa ya kaskazini ilikuwa sio sana, ilikuwa imeshikwa na Tanga Cement. Lakini kwa sasa kidogo Tanga tunaona kama wanapata challenge kutoka kwa hao wa China, na hivi viwanda kama hicho cha Moshi na chenyewe kinakuja kupunguza ile market share ya Tanga. Kwa hiyo kama ni sehemu unataka kuwekeza kidogo, uwekeze ukiwa unajua unafanya nini, ama ukishakuwa umeridhika na zile hesabu zao na ule utendaji wao, basi ni sehemu ambayo unaweza ukawekeza kwa muda mrefu na ikaja kukulipa vizuri siku ambazo zinakuja mbeleni huko. Yeah. Kwangu mimi nadhani sina ziada. Kama kuna mtu ana swali, ushauri, maoni, tunaweza tukashare ili tuende pamoja. Nilikuwa natamani kujua tu kitu kimoja, ni kwamba walionunua Tanga Cement ni the same ambao wana own Twiga Cement au imekaje? Yes, ndio. Hiyo kampuni wanaitwa Heidelberg Materials, ambao ni kampuni ya Kijerumani na ndio kampuni kubwa ya masuala ya simenti duniani. Au wamekuwa watafuta hapa, au wamekuwa wakimiliki Twiga Cement kwa miaka mingi, na sasa hivi walinunua pia Tanga, na wako nchi nyingi Afrika na hata duniani. Ngoja niangalie hapa nitakupa jibu. Sasa hapo issue ya ushindani kwa hizo kampuni mbili unakuwaje, kama owner wa asilimia kubwa yuko pande zote mbili, kwenye issue ya fair competition? Ni kwamba tu market share inakuwa imechukuliwa, inakuwa market share wanagawana kampuni mbili, lakini kimsingi ni mmiliki ni mmoja. Kwa hiyo competition haitakuwa competition vile, kwa sababu kila mmoja anakuwa kama ana soko lake. Ukiangalia Tanga Cement anayotengeneza asilimia kubwa anatengeneza hizi ambazo zinatumika kwenye matumizi haya ya kawaida ya nyumbani, ambayo ni kiresho tunasema ni 32.5, lakini Twiga kidogo ana deal na cement ile ambayo ni kali kiasi, ambayo ni 42.5,
inayotumika kwenye madaraja, kwenye barabara, kwenye magorofa na vitu kidogo ambavyo ni heavy. Kwa hiyo kiasi fulani ni kama wanaachiana, lakini pia kuna issue ya ile limestone ama yale material ambayo inatumika kutengeneza simenti ambayo inaitwa clinker. Ukija kwenye upande wa clinker, kwa upande wa Twiga pale, pale Wazo wanasema ile clinker iko ambayo haizidi ya kutumia miaka labda 20-30 mbele, lakini ukija kwa upande wa Tanga au Tanga Cement wenyewe wanayo deposit ya kutosha miaka karibu 300 ukiangalia kwa production ambayo wanaifanya sasa hivi. Kwa hiyo ilikuwa ni one of the strategic move ya Heidelberg Material kwenda kuacquire Tanga Cement kwa sababu wanajua kitakachokuja kutokea kwa upande wa Twiga. Sasa kampuni yenyewe inaitwa nimesema ni Heidelberg Material ambayo inamiliki 75% kwa sasa. Kwa unaweza ukaona hiyo kampuni inamiliki asilimia kubwa ya Tanga Cement na yenyewe ndio inasimamia operation kila kitu, na ndo maana hii ndio ilileta hiyo deal kidogo ikawa ina delay sana. Kuna taasisi moja ina deal na masuala ya competition, walikuwa na hiyo kwamba ikiwa Heidelberg watainunua Tanga, ukiunganisha kampuni zote mbili Tanga pamoja na Twiga wangekuwa na market share kwa Tanzania zaidi ya 60%, kitu ambacho hakiruhusiwi. Lakini baada ya kufanya research na nini, mambo mengi, wakaenda mahakamani, kukawa na mambo mengi pale, ikaonekana kwamba hata wakimiliki hivyo viwanda viwili bado watakuwa hawana 60% ya soko, kwa sababu kwa research ambazo zilikuwepo ama tafiti zilizokuwepo hapo mwanzo, kabla ya kina Dangote, kabla ya viwanda kama Mbeya Cement, kama viwanda kama Nyati, viwanda kama Moshi Cement, ndio ilionekana kidogo kama wanaweza kawa na market share kubwa, lakini baada ya hivi viwanda vipya vingine kuongezeka na nini, ikaonekana kidogo soko kidogo liko well diversified, kwa hiyo ikakubalika, na ndio maana hiyo deal ikapita na hiyo biashara ikawa imefanyika. Nikuulize swali la kichokozi kidogo, kama itakuwa liko free kwako kulijibu. Mfano kama Sawa. ni mwekezaji mpya kwenye upande wa construction industry, kati ya hawa watu wawili Tanga Cement na Twiga Cement, ukikompare price ya Twiga Cement vis-a-vis price ya Tanga Cement, lakini pia fundamental zao kwenye maana ya data zinavyoongea sasa hivi, kama mtu anawekeza kwa malengo ya muda mrefu, kwa kuangalia miaka 5, 6 au mpaka 10 mbele, kama anaanza akitaka kuchagua mojawapo kati ya hizo mbili, unaweza ukamsuggest aanze na wapi, kama ndo anaanza kitaka kuelewa kwa upande huu. Twiga Cement yeye anatoa gawio mpaka saizi na 300, lakini bei yake ndo hiyo inafahamika hapo, lakini pia taarifa zake pia zimekuwa zikiwepo pamoja na huyu mwingine. Sasa swali langu litakuwa limeeleweka kidogo, kama wote Okay. wana focus kwa muda mrefu. Okay, nimekuelewa. Na niseme ni kampuni mbili tofauti. Kwa mfano ukiangalia unaona kwamba kama Tanga kidogo bado iko kwenye phase ya ukuaji, japo kwa kiasi fulani kama ilishakuwa kubwa, ikaja hiyo ikapitia changamoto ikaanguka na nini na nini, sasa hivi inarudi. Kwa hiyo unaweza ukaiconsider yenyewe kama ya gawio kwa siku zinazokuja, lakini pia kwa capital gain Tanga inakuwa nzuri zaidi ya Twiga. Kwa nini? Kwa sababu Twiga is a matured company. Usitarajie bei ya Twiga itatoka pale ilipo tuseme ikadabo kwa kipindi labda cha miaka miwili ya mbele hii, kwa sababu production capacity ya Twiga ni tani milioni 2 nadhani kwa mwaka, na tayari wameshafikia maximum. Kwa hiyo haiwezi kuongeza production pale ilipo unless wata expand ama wataongeza plant nyingine. Lakini ukija kwa upande wa Tanga, capacity bado wanayo, na unaona kwenye efficiency wametoka 65% ya production capacity ya kiwanda, sasa hivi wamefika 70%, which means bado wana 30% ya kukua
na wanayo hiyo capacity ya kuweza kuongeza. Lakini pia kwenye upande wa gawio, usiwatarajie gawio kwa hizi siku ambazo yani za karibuni. Kwa hiyo kama unataka capital gain pamoja na gawio kwa miaka ya mbele, unaweza ukaenda na Twiga na Tanga. Lakini kama wewe una focus zaidi na kupata gawio ambalo ni stable ama kupreserve cash, Twiga ni sehemu nzuri zaidi kwa sababu iko stable, na gawio unaona mara nyingi gawio leo unacheza kwenye 300 pale, aliyumbi yumbi sana, kwa sababu wakipunguza matumizi vizuri na nini, unakuta tayari faida wanapata karibu sawa na walioipata mwaka uliopita. Kwa hiyo kama wewe ni mtu wa gawio ama focus yako iko zaidi kwenye gawio, basi unaweza ukaenda na hao, inaweza ikakusaidia zaidi. Lakini kama unataka capital gain lakini gawio kwa miaka inayokuja, ambao utakuja pata yield ambao ni nzuri, kwa sababu sasa hivi ukinunua obviously utanunua kwa bei ya chini, kwa sababu Tanga itakuja kupanda bei zaidi, vile ambavyo inavutia wawekezaji wengi, vile inakuwa inatoa gawio, lakini pia namba zake ambavyo zinazidi kutuvutia, kwa sababu ilikuwa chini, sasa hivi ndio imeanza kupanda. Lakini pia usisahau hawa jamaa ambao wameichukua sio wageni, ni watu ambao wanaelewa soko la Tanzania, lakini pia wana advantage ya kwamba wanaelewa soko la Afrika, wanaelewa soko la dunia, wanaelewa soko la masuala ya simenti, kwa sababu hawa jamaa sio wageni kwa Afrika Mashariki na Kati. Hapa kwetu wako Tanzania kwa maana ya Twiga pamoja na Tanga, lakini ukienda Msumbiji na wenyewe pia wana viwanda vya simenti pale. Ukienda Kongo wana viwanda vya simenti hapo Lukala. Afrika Magharibi wanayo Ghana, wako Togo, wako Benin, wako Burkina Faso, wako Liberia, wako Sierra Leone, wako Gambia. Huku kote wana viwanda vya simenti. Kiingia Ulaya wako Ujerumani ambao ndo headquarter na ndo wanaongoza pale, wako Uingereza, wako Italy, wako Ufaransa, wako Sweden, wako Romania. Amerika Kaskazini wako Marekani na Canada, Heidelberg Materials. Wako pia kwenye stock exchange ya New York Stock Exchange pale, unaweza ukawaona kule, utawaona Heidelberg Materials. Lakini pia wako Indonesia, wako India, wako Uturuki, wako Australia. Kwa hiyo unaweza ukaona sio kampuni ambayo ni ya kichovu, na ni watu ambao wana uzoefu na masuala ya simenti. Kwa hiyo nadhani tarajia Tanga itafanya vizuri zaidi, sababu pengine baadaye nadhani main focus yao kwa Tanzania itakuwa Tanga zaidi ya Twiga. Twiga itakuwa inafanya vizuri kwa sababu iko location ambayo ni nzuri, iko Dar ambako ujenzi mwingi unafanyika, lakini Tanga nadhani inakuwa iko katika eneo ambalo ni strategic kwa maana ya hiyo deposit ya clinker, lakini pia ushindani na kutawala zaidi soko la kanda ya kaskazini. Yes, nafikiri nimekujibu vizuri hapa. Ya, nashukuru sana, asante. Karibu. Kwa sababu na swali kwenye ishu hiyo hiyo. Ndio Evan. Unasema kwa capital gain ina potential kubwa kuliko Twiga. At the same time unasema kwamba ushindani, kwa maana ya ushindani kwenye soko la cement sijajua ni kwangu, lakini naona kama unanipata Everest? Unanisikia vizuri kiongozi? Hapo nakusikia sasa. Okay, so langu ni kwamba umesema kwa mtu ambaye anataka capital gain, Tanga ina potential. Sasa hiyo potential inatoka wapi, wakati at the same time umesema kwenye issue ya competition kuna competitors wengi sana ambao wanaweza kawa wanamshinda Tanga Cement, Twiga ikiwa mojawapo. Sasa hii capital gain itakujaje wakati labda competition anaweza kawa Tanga Cement ipo kwenye rules end tayari? Okay, sawa, nimekupata. Nilichomaanisha ni kwamba wakati unaingia, jambo la kuzingatia ambalo pengine linaweza likawa pengine kama lina slow down ile speed ya Tanga ni ushindani, kwa sababu kipindi cha nyuma alikuwa iko peke yake hapo Tanga,
na alikuwa ameshajichukulia soko, yani soko lilikuwa ni la kwake, lakini kwa sasa hivi kuna huo ushindani wa ambao unatokana na Wachina hao na hivyo viwanda vidogo vidogo ambavyo vimefunguliwa, lakini tunaona kwenye namba zake hilo limekuwa halijamnyima bado nafasi yake ya kufanya vizuri. Kama hivyo umeona kwamba mapato yameongezeka, ametoka kwenye hasara amekuja kwenye faida, lakini pia efficiency imeongezeka kutoka 65% sasa hivi imekuja 75%. Na pia nikaweka kwamba competition ni ya kuangalia tu kwa maana ya vile ambavyo trend inaenda, lakini ukiangalia hawa Heidelberg ama Scancam sio wageni katika soko la Tanzania kwa sababu tayari wako Twiga, na ukifata ndani zaidi walichukua uongozi mwingi ama viongozi wengi waliokuwa viongozi wa Twiga ndo hao waliosogezwa Tanga, kwa sababu tayari wana experience na soko, wana experience na production kwa masuala ya hapa Tanzania, wako vizuri. Kwa hiyo hao ndo waliopelekwa pale. Kwa hiyo tayari hawa jamaa wana uzoefu, na ukiangalia namba zao zinakuonesha kwamba uzoefu wao umeonekana tayari kwenye namba. Kwa hiyo huu mwaka mmoja tu ambao mwaka jana naona tayari wameweza ku turn around, imekuwa profitable kutoka kwenye loss. Sasa nikasema kama unakuwa unaingia, kitu cha kumonitor pale ama kuangalia ni ile competition, kwa sababu kidogo sasa hivi unaona soko limekuwa liko tight, lakini pia pande mwingine aina ya simenti ambazo wanatengeneza ni tofauti. Simenti ya Twiga tofauti na simenti ya Tanga, na tangu kipindi cha nyuma hata bei zake sokoni zimekuwa ziko tofauti, kwa sababu ana 32.5 huyu mwingine ana 42.5. Ukija kwa upande wa Huaxin na yenyewe pia ni hivyo hivyo, na yeye pia ana 42.5, lakini Tanga amebaki pale pale kwa 32.5. Kwa hiyo tukumbuke tu kwamba watu wanaendelea kujenga zaidi, yani shughuli za ujenzi zinazidi na viwanda ni vile vile kama hivyo tu. Tanga na soko lake, huyu Huaxin naye ana la kwake, japo amemega hapo hapo kwa Tanga, lakini bado Tanga ataendelea kuuza. Lakini ukija hata kwa upande wa Twiga, alikuja Dangote akaingia na competition na nini, lakini mwisho wa siku tumeona Twiga bado amebaki pale pale, ile competition haijamwathiri kwa kiasi kikubwa, hivyo bado Twiga anauza na ana produce to the maximum capacity yake, anamaliza, hana shida na competition. Kwa hiyo hata Tanga kiasi fulani inakuwa inapunguza ile market share yake kwa upande wa dominate soko, lakini bado kile anachokitengeneza kinauzika na kinaisha. Hajapata bado hiyo changamoto ya competition, kwa maana ya kwamba inamwathiri kwa kiasi kikubwa hivyo. Kama ni sehemu ambayo unataka kuingia ama kuwekeza kwa refu, unaweza ukawekeza, lakini cha kumonitor ni hiyo competition yake, ili uweze kuona anakuwa ametawala vipi soko. Sawa sawa. Na swali lingine hapo, kwa kuwa mmiliki wao ni mmoja, Twiga na Tanga, umesema klinka nyingi ipo Tanga. In case Twiga wakitaka klinka, kwa kuwa mmiliki ni mmoja, wanachukua tu kule Tanga au wananunua? Wananunua, sababu Tanga Cement hawauzi tu cement pale, wanauza pia clinker. Kwa hiyo ni biashara kama biashara nyingine. Wanauza Naona mtandao Twiga wako, na Tanga. naona mtandao wako kama unakata kidogo hivi, kuna baadhi ya maneno nakuwa siyasikii. Sorry, nipo Ndio. nilikuwa nauliza Twiga Cement akitaka clean ya ndo inaishaisha, atakuwa ananunua au kwa kuwa baba yao ni mmoja kwa tu anachukua? Hapana, nimekujibu. Nafikiri labda mtandao pia sio mzuri hata kwangu. Anakuwa ananunua kwa sababu za kiaccount ama kiasibu, haiwezi ikawa inaenda hivi hivi, lazima itafanya transaction kama transaction kawaida, lakini mwisho wa siku faida itaonekana ya Tanga kivyake na ya Twiga kivyake. Kwa hiyo lazima itakuwa ni ya mauziano. Okay. Yes.
Sawa, nilikuwa naomba niunganishe na swali lingine ambalo halihusiana na Tanga kama inawezekana. Sawa, bado nina muda Ya, kwa ni kuhusu Nickel, market share yake ukiangalia, sorry, sio market share, wale wawekezaji wa pale asilimia kama 20 na ngapi, si 21 si 22 ndo ya institutional investors, lakini asilimia kama 83 zilizobaki ni ya public, ya sisi retail investors. Sasa hiyo kuna watu wanasema ukiona sehemu hakuna institutional investors wengi, wale investors wakubwa wakubwa, it's a red flag. Kwa sababu nikiangalia niko asilimia 83 ndo raia, na nahisi ndo sababu ya bei zinapanda na kushuka kwa urahisi kwa upande wa Tigo. Tigo Nickel bei zake ziko very volatile kwa sababu retail investors tupo wengi. So swali langu ni is it a safe place kuwekeza kwa sababu institutional investors wako wachache? Nadhani ni PSSF peke yake ndo yuko pale mtu wa maana. Shukran. Kwa kifupi, hiyo sio nani sahihi sana kusema kwamba kwa sababu wako retail inakuwa kidogo kama sehemu ambayo ni red flag. Hapana, kwa sababu mara nyingi hawa wawekezaji wakubwa wanakuja baada ya kampuni imekuwa kama imesimama kidogo vizuri. Kwa hiyo kwa kiasi fulani Nickel haina hatari hiyo, kwa sababu ukiangalia tunaona kwamba wale Nickel pia nao wamewekeza, na pia kija kuangalia kwenye namba hapa, najaribu kuangalia ile structure yao hapa, sijui kama nitaipata kwa haraka. Ningetamani niipate hapa ili niweze kuongea nikiwa nayo, sijui kama unaweza kuwa karibu hapa. Ama uko nayo wewe? Ngoja niangalia kwenye screenshot hapo. Yes, kama ukiipata itakuwa vizuri zaidi. General Public ni asilimia 83, Ndio. alafu PSSF wanamiliki asilimia 9.2, alafu Encon Holding Limited wanamiliki asilimia 2 pia. Ernest S Masawe asilimia 1.6. Tanzania Post Authority asilimia 1.3. Comex Holding Company asilimia 1.3. Okay, sawa. Mark William Gill asilimia 1.2. Yeah. Sawa. Hiyo haina tatizo, kwa sababu hizo ni zile tunasema ni kama notion tu za watu, kwa sababu kuna wengine pia wanaangalia kampuni kama imewekeza na mataasisi makubwa makubwa, haina wale retailers, inaona kama ni kampuni ambayo inaweza ikakosa ile capital gain ambayo ilikuwa inastahili kuipata, kwa sababu tunajua capital gain most of the time inatokana na hawa shareholders wadogo, kwa sababu kama kampuni inamilikiwa na hawa hizi institution kubwa kubwa, usitarajie kuona bei yake inatembea sana sokoni. Nitakupa mfano wa TCC. Sigara kwa asilimia nyingi sana inamilikiwa na mataasisi. Shares ambazo ziko kwa wawekezaji mmoja mmoja ama wa retailers ni chache sana. Sasa ile inakuwa inaifanya kama inakosa ile movement ambayo inatakiwa sokoni, kwa sababu mara chache sana utakuta inatradiwa, kitu ambacho kinafanya zile bei ziweze kupanda. Kwa hiyo swala la kukosekana hawa wawekezaji wasioni kama ni hatari kubwa mimi, kwa sababu mwisho wa siku
hauwekezi kwa kuangalia nani wamewekeza, ila unawekeza kwa kuangalia hii kampuni namba zake zinasemaje na imewekeza wapi, kwa sababu ukiangalia iko clear. Asilimia zaidi ya 60 ya uwekezaji wao nadhani iko NMB. Then kama unaona asilimia hizo ziko NMB, sehemu ambayo ni salama, kiasi fulani inakupa amani, lakini ukija ukikuta tena bado wana bond kidogo pale, alafu wakitoka kwenye bond wana hizi fedha nadhani kwenye mifuko hapo kiasi ambayo inakupa kidogo ile relief, tofauti na kwamba ingekuwa labda haijulikani hizi pesa zimewekezwa wapi. Kwa hiyo kama kwako unawekeza kwa kuangalia wamewekeza wapi zaidi na nini, kidogo inaweza ikawa labda si nzuri kwako. Lakini kama unaangalia namba na unaangalia ile potential ya kampuni, nafikiri hata wiki iliyopita tuliongelea, Niko ni moja ya kampuni ambazo ni nzuri kwa sababu ile thamani yake bado soko halijaitambua kwa ukubwa wake. Kwa hiyo ni sehemu ambayo unaweza ukawekeza na baada ya muda fulani ukapata faida ambayo inaridhisha. Shukrani mkuu, nimekupata. Asante sana. Kuna mtu mwingine labda mwenye swali, ili kama hamna niweze kuwaruhusu watu waweze kupumzika sasa. Najua kesho siku ya soko, nafikiri tutakutana kama kawaida kwa ripoti ile asubuhi na mwenendo wa soko vile ambavyo unaenda. Tutakuwa tunajulishana vile ambavyo muda unakuwa ukisogea. Kidogo hizi siku 2-3 za nyuma hapa nimekuwa niko bize kwa sababu nimesafiri kidogo sana, kwa niko barabarani muda mwingi, nakosa muda wa monitor kwa karibu, lakini nitajitahidi kuanzia kesho, nadhani tutakuwa tunaenda pamoja. Niwashukuru sana na niwatakie jioni njema. Tunashukuru sana bro. Njema pia kesho. Asante sana. Karibuni sana, tukutane sokoni kesho tuweze kuendelea. Asante sana. Wiki ya kesho nadhani ripoti zitaanza kutoka. Wiki ya kesho na wiki ile nyingine ripoti za robo ya pili ya mwaka ama nusu ya kwanza zitaanza kutoka. Kwa hiyo ujiandae, ndo wakati kidogo bei zinaanza kukimbia kwa sababu tayari mwongozo ama mwelekeo wa gawio unakuwa umeanza kuonekana. Nani anaweza akatoa kiasi gani, nani anaweza kafanya nini, nani ametengeneza faida kiasi gani. Kwa hiyo hapo kidogo kutakuwa kuna moto. Kwa hiyo kuanzia wiki hiyo inaanza kesho na ile nyingine, nadhani soko kidogo linaweza likaanza kuchangamka. Kama ni kuwekeza ulikuwa una vizia, unaweza ukawekeza mapema kabla mambo hayajabadilika. Sawa, asante. Sawa, shukrani. Asante sana. Bwana, wapili njema. Siku mwema. Asante sana.